Ndio kutamatisha jambo letu la iftari la muhula wa pili ambao unafanyika hapa katika ofisi za serikali ya mtaa wako Mustafa. Mwaka jana tulijumuika wote kwa pamoja tukapata riziki ya iftari, na mwaka huu pia tumejumuika tena kwa pamoja tukapata riziki ya iftari, na hapa mbele ya kamera tuko na Mrs. Mheshimiwa. Kwenye nafasi nyingine ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Mwaka jana iftari ilikuwa ofisi ya serikali ya mtaa ikishirikiana na umoja wa vijana. Mwaka huu ofisi ya serikali ya mtaa ikishirikiana na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Mimi ndo mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Ukiacha nafasi ya Mrs. ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Iftari ya mwaka huu umesema imezidi. Imebaka mayai. Mwaka jana tuliangalia kuna vitu tulivikosea. Sisi ndio tumeona iftari tumeiweza lakini sio sana. Mwaka huu tukasema hapana, tuongeze. Yaani tufanye kitu kwa upendo. Watu kwa Mustafa wenyewe wajue hawajakosea. Yaani kumleta mwenyekiti hawajakosea. Na huu ni upendo usio na kifani. Unataka kuniambia Mrs. Timbo kwamba mwakani tukijaliwa, endapo Mwenyezi Mungu akatupa pumzi, itakuwa kubwa zaidi hapa? Inshallah tuombe. Mwaka jana tulishuhudia iftari, pia ilipofika sikukuu ya Idi, Mungu alivyotupa pumzi tena tukaenda kula na watoto ambao mayatima na watu ambao hawajiweze. Lakini mwaka huu nataka nijue, je, ile programu yenu ya kulisha watoto yatima na watu ambao hawana mahitaji maalum, je, ipo pale pale kuelekea sikukuu ya Idi? Mfumo upo pale pale. Sikukuu ya Idi tutatoka na watoto kwa sababu ule ndio mfumo. Alafu ile ni swawabu. Kwa sababu hata mimi leo nipo, kesho sipo, watoto wangu pia wataitwa kama vile. Kwa ule ni mfumo ambao hatuwezi kuuacha. Endelevu. Yaani ni endelevu. Na hata kama na mmoja wetu atatoka duniani, mfumo ule upo, ni endelevu, hatuwezi kuacha. Inshallah tuombe Mungu tufike. Zoezi litakuwepo.